mbele yao wanaliona tumaini la Simba iliyopata ushindi, lakini wanacheza kwa ajili ya kujiandaa na mechi yetu ya fainali pale Pemba. Na mwalimu lazima afanye mabadiliko. Kuna wachezaji hawajapata muda kabisa wa kucheza, watu kama Baraka Mwangosi, Haaland, watu Kuyu hajapata nafasi ya kucheza, ili kwa muhimu apate nafasi hii leo. Na wengine wengi wa kina Loemba hawajapata nafasi kubwa ya kucheza. Kwa hiyo mechi ya leo ilikuwa ni showcase kwao, kuonesha ya kwamba pamoja na kwamba hawapati nafasi ya kucheza kwa sababu ya ushindani wa ligi, lakini ukweli ni kwamba wana uwezo mkubwa. Ndicho ambacho ilikuwa lengo la mwalimu, lakini kubwa ni kupumzisha baadhi ya wachezaji. Kuna wale wachezaji ambao tunawategemea zaidi katika fainali yetu. Kuna wengine wana kadi 3, wengine wana kadi 2, huwezi jua. Mtu anaweza kaingia hapa kafanya kosa, kapigwa njano, kadi 4, kwenye fainali hayupo, au kafanya kosa la kijazba, amekula nyekundu, fainali hayupo. Kwa hiyo ukauza ng'ombe kwa kesi ya kuku. Kwa hiyo muhimu ilikuwa ni kuwapumzisha kabisa wale wote ambao tunategemea kuwa silaha za maangamizi kule Pemba, na kuanzisha wengine. Unachukua zako ushindi yena. Sawa. Tayari maandalizi yameshaanza kuelekea fainali ya Pemba, au hapa wachezaji wa shirikisho la kandanda la Tanzania TFF, Simba bado hatujaumaliza msimu wetu. Tunakwenda kuumaliza pale visiwani Pemba tarehe 4 ya mwezi wa 7, muda kama huu, kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio itakuwa siku ya mwisho ya msimu wa kimashindano wa Simba Sports Club. Leo ilikuwa ni mechi yetu ya mwisho, na maandalizi yanaanza moja kwa moja kuelekea katika mchezo wetu huu dhidi ya Azam FC, kombe la shirikisho la CRDB. Na nishawahi kukwambia kauli hii, na nimeshawahi kuisema kauli hii sehemu tofauti na tofauti, ya kwamba msimu huu tunakwenda kuchukua ubingwa wa mataji mawili ambayo tulikuwa tunapigania, kwa maana ligi kuu ya NBC pamoja na kombe la shirikisho la CRDB. Mungu amejalia kwa riziki zake tumekosa ubingwa wa ligi kuu ya NBC, tumebakiwa na kombe la shirikisho la CRDB. Tobias Sebastian Mnyama anaondoka hapa KMC hivi sasa, anarejea Mbweni kwenda kuanza maandalizi kabambe, maandalizi makubwa, maandalizi ya kutisha mtu, maandalizi ya kwenda kufanya balaa zito na balaa kubwa, maandalizi ya kwenda kuipigania furaha na faraja ya wanasimba, maandalizi ya kwenda kuchukua ubingwa wa kombe la CRDB. My statement inasimama pale ya kwamba mwaka huu either tuchukue yote, lakini hiyo tayari imekufa. Kilichobaki ni wao kuchukua moja na sisi kuchukua moja. Kimsingi ni kwamba mwaka huu tutagawana furaha, kama ambavyo inakwenda kucheza tarehe 4 ya mwezi wa 7. Tunakwenda kwa lengo moja tu, tunakwenda kupigania furaha ya mashabiki wa Simba. Hawa waliokuja hapa hii leo wameondoka wakiwa na simanzi katika mioyo yao, lakini wameondoka wakiwa na faraja ya kwamba bado tuna nafasi ya kufurahi msimu huu, bado tumebakiwa na matumaini ya kufurahi msimu huu, bado tumebakiwa na sehemu moja ya wanasimba kupata heshima yetu, nayo ni kwenye kombe la CRDB. Kwa hawa walioondoka hapa wameondoka na tumaini hilo, na sisi tunawaahidi tunakwenda kuipigania heshima hii, tunakwenda kupigania taji hili, tunakwenda kuipigania furaha hii, na insha Allah kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tutawaletea furaha wanasimba. Nduko pale ya kwamba mwaka huu tutagawana furaha. Waache wafurahi leo, Mnyama atafurahi tarehe 4 ya mwezi wa 7 kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Hiki ambacho unakizungumza, hiyo hali ambayo unaionyesha, ipo pia kwa wachezaji wetu kuelekea mechi hiyo? Wachezaji tumeshawaambia ubingwa wa ligi kuu tumeukosa kwa mara ya 5. Ahlan wa sahala. Japo safari hii hatuhesabii sana kwa sababu ilikuwa na makando mengi, lakini ubingwa wa CRDB tunakwenda with no excuse. Twendeni tukapambane, twendeni tukaipiganie nembo ya Simba, twendeni tukapiganie furaha ya wanasimba. Wamekubali
ya kwamba huku kwenye makando kando tumemaliza, acha iwe ilivyo, lakini huku kwenye CRDB dakika 90 hizi za tarehe 4 pale Gombani, twendeni tukawapiganie wanasimba, na wachezaji wamelielewa hilo. Wachezaji wako tayari kwenda kufia uwanjani kwenda kuipigania furaha ya Simba. Tobias, haijawahi kutokea kwa miaka hivi karibuni. Unamaliza msimu kwa maana mechi ya mwisho ya ligi, alafu mashabiki wanashangilia kwa kile ambacho kimetokea. Wameshangilia kwa sababu kuu mbili. Sababu ya kwanza, wameridhika na kiwango cha timu yao. Sababu ya pili, wanaamini bado tuna nafasi ya matumaini. Mwanadamu yoyote anakuwa na hasira pale ambapo anakuwa haoni tumaini mbele yake, lakini wanasimba hawa wamejawa na furaha kwa sababu